Hujambo ndugu mtazamaji wa Zone Media, jina langu naitwa Victor Moshi na karibu sana. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza rasmi kusitishwa kwa ushirikiano wa Iran na shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia IAEA, hatua iliyochukuliwa kufuatia azimio la shirika hilo ambalo Iran imelilaani kuwa la kisiasa na lisilo la haki. Uamuzi huu unafuatia kupitishwa kwa muswada wa bunge la Iran mnamo Juni 25 ambao unalenga kusitisha ushirikiano wowote wa IAEA hadi pale masharti fulani ya kiusalama yatakapotimizwa. Kwa mujibu wa mbunge Alireza Salimi ambaye ni mjumbe wa bodi ya uratibu ya bunge, vifungu vyote vya jumla na vya kina vya muswada huo vimeidhinishwa na wabunge. Kulingana na maamuzi ya bunge, waangalizi wa IAEA hawataruhusiwa kuingia nchini Iran hadi pale usalama wa maeneo ya nyuklia nchi hiyo na shughuli zake za amani za nyuklia utakapothibitishwa, jambo ambalo linahitaji idhini kutoka Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf kusema kuwa bunge lilikuwa linaandaa mpango wa kusitisha ushirikiano na shirika hilo la Umoja wa Mataifa hadi pale litakapotoa dhamana ya wazi kuhusu uadilifu wake wa kitaaluma. Aidha, Irani inazingatia kuweka marufuku ya kuingia nchini kwa mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi ambaye amekosolewa vikali kwa kile kinachodaiwa kuwa msaada wake wa mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Mbunge mwandamizi Ismaili Kousar alisema wiki iliyopita kuwa alitaka Baraza Kuu la Usalama la Taifa kumzuia Grossi kuingia Iran. Tuhuma hizi zinafuatia ripoti ya Grossi ambayo Irani inahitaja kuwa ni ya kisiasa iliyowasilishwa kwenye bodi ya magavana wa IAEA na kusababisha kupitishwa kwa azimio la kulani Irani kwa kile kilichodaiwa kuwa ukiukwaji wa majukumu ya usalama. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 19 za ndio, 11 za kutokushiriki na kura 3 za kupinga kutoka kwa Urusi, China na Burkina Faso. Baada ya azimio hilo, Iran ilitangaza mpango wa kuanzisha kituo kipya cha nyuklia na kuboresha mitambo ya kurutubisha urani kuwa ya kiwango cha juu katika kituo cha Fordo. Mashambulizi ya Israel mnamo Juni 13 ambayo yalilenga wanasayansi wa nyuklia na makamanda wa kijeshi wa ngazi ya juu yamehusishwa na mazingira yaliyochochewa na ripoti ya IAEA. Kituo cha nyuklia cha Natanz kilikuwa miongoni mwa vilivyoshambuliwa, lakini Grossi hakulaani wazi shambulio hilo ambalo lilikiuka sheria za kimataifa. Vile vile halikutoa kauli dhidi ya mashambulizi ya Marekani kwa kutumia ndege za kivita aina ya B2 na makombora mazito dhidi ya vituo vya Fordo, Natanz na Isfahan. Hatua ya Iran kusitisha ushirikiano na IAEA inazua wasiwasi mkubwa kuhusu hatima ya makubaliano ya nyuklia na inaweza kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji, hii ni Zone Media na tutakuletea taarifa zaidi kuhusiana na taarifa hii ambayo Iran imeweza kusitisha rasmi ushirikiano na shirika hili la kimataifa la nguvu za atomic IAEA kufuatia kuonekana kwamba kuna unafiki mkubwa ambao unatendwa na huyu kiongozi ambaye ni mkurugenzi Rafael Grossi kwenye vituo vya nyuklia vya nchi ya Iran kwenye mpango mzima. Hii ni Zone Media, jiunge nasi kila siku. Naitwa Victor Moshi.